Bana, zilikuwa ni ndoto za muda mrefu, lakini sasa zimegeuka kuwa jinamizi kwa wapinzani. Baada ya miaka miwili ya kumvizia, hatimaye wananchi wamevunja benki. Gor Makabili Lepo yupo mkongomani ambaye mashine ya mabao kutoka Kaizer Chiefs anatajwa kuingia rasmi kwenye ardhi ya kifalme ya Jangwani. Kocha mpya ametoa amri, mleteeni Lilepo ili tuandike historia mpya Afrika. Je, usajili huu unamaanisha nini kwa soka la Tanzania na CAF? Karibu kwenye uchambuzi wa kina uweze kumfahamu Gor Makabili Lepo ni nani. Kumbuka Young Africans waliwahi kumhitaji kwa miaka miwili nyuma, wakashindwa na Kaizer Chiefs, wakawa wamewini kwenye hili dili. Na sio wananchi pekee, hata wapinzani waliwahi kuhitaji huduma ya Gor Makabili Lepo. Sasa hapa tunazo takwimu, na kwa uchambuzi wa kina utaweza kufahamu Lepo ni nani, mashine inayotumia miguu miwili. Kama humfahamu vizuri, huyu si mchezaji wa kawaida. Ana umri wa miaka 28, kwa maana yupo kwenye peak ya ubora wake, na huu ndio msimu ambao huu ni umri wa dhahabu kwa mchezaji wa soka Tanzania, Afrika, hata Ulaya. Ni peak age, kana kwamba ni umri ambao mchezaji unakuta amekomaa vilivyo. Makabili Lepo ana urefu wa mita 1.8.5. Umbo Makabili Lepo atafunga magoli mangapi msimu huu akivaa uzi wa kijani na njano wa Dar es Salaam Young Africans? Narudia swali, Makabili Lepo atafunga magoli mangapi na assist ngapi akivaa uzi wa kijani na njano kwa msimu wa 2026-2027? Mechi za ligi kuu ya NBC, mechi za CAF Champions League. Kwa wao ambao wanamfahamu Gor Makabili Lepo, bila shaka hawatakuwa na wasiwasi na kiwango chake. Ni miongoni mwa wachezaji ambao kazi kubwa imefanyika chini ya kocha mpya ambaye ameingia kwenye kikosi cha Young Africans kuhakikisha kwamba wanahakikisha hawalali usiku na mchana waipate saini ya Gor Makabili Lepo, kwa sababu amemtazama akiwa Kaizer Chiefs, amemtazama akiwa na Al Hilal, amemtazama pia akiwa pale na timu zingine ambazo amewahi kupita. Kipi ambacho wanakihitaji? Wanataka kuona magoli na assist, kwa maana kwamba umri wa miaka 28 yupo kwenye umri wa mafanikio zaidi. Young Africans wana hatari baba. Kama ulizani wamemaliza, ndio kwanza wanavuta shuka ya asubuhi kuanza shughuli ya usajili. Kama hamfahamu vizuri, huyu si mchezaji wa kawaida. Ana umri wa miaka 28 pekee, akiwa na urefu wa mita 1.85, na katika umri wa miaka 28 ni umri ambao tunasema kwenye mpira ni peak age, umri ambao anaweza akafanya kitu kikatokea, yani umri wa mafanikio, umri wa kiwango chake bora kiwanjani, ni umri ambao mchezaji anaonesha high performance rate kiwanjani. Kwa maana hiyo sasa, Makabili Lepo, umbo la dume la mbegu linalofanya ashikike na mabeki wa pembeni. Huko nyuma akiwa na Al Hilal ya Sudani, alizitesa klabu kubwa ikiwemo Al Ahly. Sifa yake kubwa, ana kasi ya dhoruba, ana uwezo wa kipekee wa kuweza kutumia miguu yote miwili. Alicheza Ufaransa, akatua Kaizer Chiefs kule bondeni, ambako ndani ya mechi 42 alipachika mabao 11. Huyu ni winga anayekuhakikishia magoli na assist. Kumbuka ni miongoni mwa wachezaji ambao wana uwezo zaidi wa kutokea pembeni wakiwa na nguvu ya kuweza kupiga kwa miguu yote. Mbinu za kocha mpya wa Young Africans ambazo zimeleta msaada mkubwa kwa Young Africans kuweza kumsaidia hata kwenye kumpata Gor Lepo, kwa sababu yake ushawishi mkubwa ambao wakati uko pale Afrika Kusini ameamua kutumia ujanja huo. Young Africans ya sasa inacheza soka la kasi, pasi fupi na kushambulia kutokea pembeni. Lepo anakuja kuwa kiungo muhimu. Kwanza, unyumbulifu wa nafasi, versatility. Lepo ana uwezo wa kucheza kama inside forward upande wa kushoto au winga wa asili upande wa kulia. Anaweza kucheza kama inside forward upande wa kushoto au winga wa asili upande wa kulia, kwa sababu ana uwezo mkubwa wa kutumia mguu wake wa kulia.
Hii inampa kocha option nyingi za kuwavuruga wapinzani. Pili, ana uzoefu na michuano ya CAF. Young Africans haina lengo la kutoa ligi kuu ya NBC peke yake. Malengo ni nusu fainali au fainali ya CAF Champions League. Sasa unapataje? Lepo tayari ana DNA na mechi kubwa za Afrika tangu akiwa Azvita Club, amekwenda Al Hilal ya Sudan, amekwenda Kaizer Chiefs, amekwenda Ufaransa, akarejea. Lakini unakuja kuona nguvu kwenye counter attack, ana nguvu kubwa sana kwenye counter attacks. Kwenye mechi za ugenini za kimataifa, ukiwa na Lilepo, kasi na nguvu za Lilepo zitakuwa silaha muhimu zaidi ya maamuzi na maangamizi pindi Young Africans inaposhambulia kwa kushtukiza. Maana yake unapokuwa na Lilepo anakusaidia zaidi hata kwenye counter attack, kwa sababu kwanza ana ball intention, ana uwezo wa kuutunza mpira and then aka-attack. Lakini tunasema kwamba jinsi alivyoanzisha dili na kuhakikisha kwamba dili lake linakwenda kutimia pale Young Africans ni kutokana na kwamba anataka kuondoka pale Kaizer Chiefs. Dili hili halikuja kirahisi. Vilabu vya FAR Rabat ya Morocco, Al Ahly Tripoli vilikuwa vinaitisha, yani vinatia minofu yao ya kutaka kumsajili nyota huyu. Lakini penzi la Lilepo lilikuwa Tanzania. Tanzania kuna mapenzi makubwa na kuna siri kubwa, wachezaji wengi wakicheza ardhi za Tanzania wanafanikiwa kirahisi, kimaisha, kipesa, kiumaarufu. So ripoti za uhakika kutoka kwa waandishi wa Afrika Kusini zinasema mchezaji huyu alikataa kusafiri na kikosi cha Kaizer Chiefs kwenda Hispania kwenye maandalizi ya msimu, kwa maana kwamba pre-season, kwa sababu moja tu, alitaka kuondoka na kujiunga na wananchi. Na uongozi wa Young Africans chini ya Rais Halisi Saidi, ambaye wamekuwa wakizungumza naye mara kwa mara, wameshapigiana simu na usiku na mchana kuhakikisha kana kwamba saini hii inatua Dar es Salaam. Hii ni taarifa mbaya kwa mabeki wote wa ukanda wa Sekafa. Ni taarifa mbaya kwa mabeki wote wa ukanda wa Sekafa. Ameshatosha kubeba kombe kweli. Kikosi cha Young Africans kwa sasa kinatisha vibaya mno. Kwa ubunifu, kina ukuta thabiti na sasa kimeongezewa injini mpya yenye turbo ya Kongo Grody Maccabi Lilepo. Usajili huu unathibitisha kuwa Young Africans kwa msimu huu imezamiria kutawala ufalme wa soka la Afrika. Mashabiki wa Jangwani, sherehe zimeanza rasmi. Weka maoni yako chini ya comment kuhusu Maccabi Lilepo atafunga magoli mangapi msimu huu akivaa uzi wa kijani na njano. Usisahau kulike, kushare na kusubscribe kwa uchambuzi zaidi. Tukutane uwanjani na tukutane kwa nyakati zingine.